Kando na hayo, kulikuwa na kioja cha kipekee katika kijiji kimoja katika kaunti ya Kericho pale wenyeji walipopata ama walipokumbana na chui aliyekuwa amevamia kijiji hicho, na katika muda wa saa 8 kijiji hicho kiligeuka na kuwa uwanja wa mapambano makali kati ya mnyama huyo na maafisa wa kulinda usalama. Mwishowe chui huyo alipigwa risasi 10. Mrimi Mwangi na taarifa hiyo. Kijiji kimevamiwa, ila mvamizi halisi hayupo miongoni mwa hao wenye bunduki. Tuseme ananyapia aste ndani ya msitu huu wa mimea kwa ustadi, labda akitafuta nafasi kuvamia tena. Mkondo wa kwanza wa mapambano makali unakamilika na maafisa hao wa KWS wanaonekana kuzidiwa na ujanja na adui huyo. Ni wakati wa kujitayarisha kupambana upya na adui. Watu watoke! Ila wakati wakijipanga kwa mapambano mapya, majeruhi nao wanaendelea kuletwa kutoka uwanja wa vita. Watu watoke hapo wote! Na baadaye mapambano yanaendelea. Mbwa hao wa kunusa pamoja na wanakijiji waliojihami kiasi cha haja, wakitoa nguzo muhimu kwenye awamu hii ya vita hivi. Ndiyo ilikuwa taswira asubuhi hii katika kijiji cha Kiptenden, eneo la Kipkelion Magharibi, kaunti ya Kericho, baada ya chui mmoja kutoroka kutoka msitu jirani wa Tindire na kuvamia wenyeji, na matokeo ya mkwaruzo na vita vya hila ya jifiche ni kutafute. Watu 5 wakauguza majeraha mabaya ya kucha na meno za chui huyo. Angalia bado iko mbali kabisa nishike. Sasa mimi nikasema acha nifike nikate kona niteremko. Kuteremka hivi ndio yeye anafika. Sasa kanuma mkono na akanikanyanga mguu. Sasa kuanzia hapo sijui vile nitendeka sasa. Maafisa wa KWS waliwasili saa 5 baada ya kuonekana kwa mnyama huyo kijijini humo na kuongoza wenyeji kupambana naye kwa muda wa saa nyingine 3 kabla kumbwaga chini kwa jumla ya risasi 10. Asubuhi saa 4. Sasa walikuwa wameumiza watu 4, sasa mimi ni mtu wa 5. Wengine mnyama kama hiyo ikitokea mtukola ama mkol kivyenu utapika. Chui huyo anakisiwa kuwa na umri wa kati ya miaka 6 na miaka 8 na uvamizi wake ndio wa katika kijiji hicho. Na sasa shirika la KWS limeahidi kuwa majeruhi wote watafidiwa. Mrimi Mwangi, KTN leo, Nairobi.